lakini tuchukue fursa hii kwamba tuwe pole sote. Najua Captain Abbas ameishi na watu vizuri, amekaa bungeni, amekaa bara, amekaa sehemu mbalimbali, amekaa nje. Kwa maana msiba huu ni mzito, na sisi kama Chama cha Mapinduzi tunampa pole sana makamu mwenyekiti wetu na rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kifo cha kumpoteza kaka yake ambacho kilitokezea hafla tu wakati tukiwa kwenye shughuli za kampeni kule Kisiwani Pemba. Katiba ya Jamhuri ya Muungano soma sheria namba 2 ibara ya 74 ambayo inasimamia tume huru ya uchaguzi wa Zanzibar. Imeelekeza kwamba in case ikitokezea kifo cha mgombea yoyote kuanzia wa urais au mgombea mwenza ama mbunge ambaye tayari ameshatauliwa na chama chake, chama kinachotakiwa kifanye mchakato wake ili wasilishe jina kwa tume ili ile nafasi ijazwe. Lakini kwa kuwa tuna bado kama mwezi mmoja, vikao vyetu vitaanza mara moja, na bahati nzuri kwamba sisi na Chama cha Mapinduzi tuna kasimu mamlaka kwa kamati kuu. Inaweza kaitishwa kamati kuu ya dharura, basi ikateua jina moja la mgombea au jina moja la mwanachama sisi, baada vile vikao vya mwanzo vitakapofanyika. Mfano tutatangaza watu watachukua fomu kwa muda mfupi, watajaza, watajadiliwa, vikao vile vya kikatiba vitakaa, baadaye tutapata na tutarajia tutampata tu ndani ya wakati kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika tarehe 29. Na in case mfano ingetokezea kama tumechelewa, basi lipo unaweza uchaguzi ule wa jimbo lile wa ubunge ukasogezwa mbele. Hiyo imeshatokezea wala haina shida, na bahati nzuri ama mbaya imeshatokezea kwa spika yetu mstaafu Ndugai. Imeshakutokezea hapa, limeshakutokezea hivi viko nafasi ya ubunge marehemu Turki. Kwa maana utaratibu wa chama utafuata na vikao vitafuata, baadaye tutampata mwanachama ambaye atakayekuwakilisha chama chetu kuziba ile nafasi kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.